Mwamwindi ni moja kati ya filamu ambayo imeachiliwa muda si mrefu na Gabo Zigamba. Bwana, hii movie imekwenda kutujuza kizazi kipya yale mambo ambayo hatukuyafahamu kuhusiana na utawala wa mkuu wa mkoa wa Iringa aliyejulikana kama Dr. Kleru, Dr. aliyeuawa na Mwamwindi mara baada ya kuoneshwa dharau. Lakini pia mkuu wa mkoa alifanya kosa ambalo likapelekea umauti wake. Hii ni mara baada ya kumkashifu na kumkejeli Mwamwindi na kukanyaga sehemu ya nyumba ya milele ya aliyekuwa mama yake mpenzi Mwamwindi. Sasa Mwamwindi alikasirika sana, moja kwa moja akachukua maamuzi magumu na kuamua kuiachia familia yake kwenye mikono ya mtoto wake Mohamed Said Mwamwindi baada ya kumuua mkuu wa mkoa wa Iringa Dr. Kleru. Sasa moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wamevipenda ni ushujaa pamoja na uimara aliyouonesha Mwamwindi hata baada ya kutishiwa na Dr. Kleru, mkuu wa mkoa wa Iringa. Lakini pia watu wengi wametamani kuona tamthilia ambayo inaelezea stori kamili ya Mwamwindi pamoja na Dr. Kleru ama mkuu wa mkoa wa Iringa. Sasa hii ni moja kati ya movie ambazo zimewaachia maswali mengi watu ambao waliitazama. Mimi bwana nimeipatia 100% kutokana na ubora pamoja na mafunzo yanayopatikana kwenye movie hapo ya Gabo Zigamba. Bwana, story hii hapa inapatikana kwenye vitabu mbalimbali. Nafikiri pia ni miaka ya 70 huko, kipindi ambapo tulikuwa kwenye uongozi wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo basi tuna haki ya kupata series ambayo inamuelezea ama inaelezea historia, kipi kilichoweza kutokea kati ya Mwamwindi pamoja na Dr. Kleru. Ni kipi ambacho kilikuwa kikimpa kiburi Dr. Kleru kiasi cha kuona kama kwamba yeye ndo rais wa nchi katika kipindi hicho hapo. Lakini pia ni kipi ambacho kilimfanya Mwamwindi achukue maamuzi magumu kabisa ya kujikamatisha kwenye mikono ya sheria, na hatimaye kama tuliweza kusoma vizuri kwenye vitabu mbalimbali tuliweza kuona Mwamwindi aliweza kunyongwa kwa kosa aliloweza kulifanya, kumuua mkuu wa mkoa. Lakini nafikiri kwamba tunatakiwa kupewa stori kamili, na kwa sasa Gabo Zigamba ameshatuonyesha kionjo. Nafikiri kwamba kuna kitu atakifanya hapo ili tuweze kupata series na sio movie tena. Tunatamani kuona ikiendelea. Hii kitu bwana ni tamu sana.